Mkurugenzi wa halmashauri yuko hapa? Mwana halmashauri nani? Mkurugenzi usijifiche, njoo hapa. Haya. Katika bajeti yenu ya mwaka huu, fedha za dharura ni kiasi gani? Mheshimiwa Rais, ni karibu milioni 700. Milioni 700? Ndio, Mheshimiwa Rais. Mbona mwenyekiti hajui anasema hakuna hela? Hapana, zipo. Sasa mwenyekiti wewe unauliza, otherwise utawasaliti waheshimiwa madiwani na utawasaliti wananchi hao. Unatakiwa hizi fedha ziwe unazijua kila mahali ili kusudi upange. Na bajeti yenu kwa mwaka ni kiasi gani? Ya jumla bilioni karibu 39. Bilioni 39. Ndio Mheshimiwa Rais. Mmepanga kufanya nini katika bilioni 39 zile? Au madiwani hawajakaa na kupanga? Mheshimiwa Rais, hela zinazotoka kwenye serikali kuu zinakuja tayari zishapangiwa matumizi yake. Si mnapanga ninyi? Mheshimiwa mbunge wa Nzega, hebu fafanua hapa. Katika fedha zinazokuja kwenye halmashauri. Huyo ni Mheshimiwa Bashe, ni naibu waziri wa kilimo. Mheshimiwa Rais, tena waeleze na mambo ya kilimo kidogo. Nimeona ndipo wanaanza kulima wakati mvua zilianza mapema. Manyoni safi. Mheshimiwa Rais, kwenye utaratibu wa kupanga budget ni kwamba mipango yote inaanzia katika ngazi ya kata, ODC wanatengeneza pamoja, wanapeleka katika CMT, na hata mipango fedha zinazotoka serikali kuu msingi wake ni mipango ambayo inatokana na halmashauri katika kuanzia ngazi ya kata. Kwa hiyo ODC yenyewe ndio inapanga vipaumbele vyake. Ikishapanga vipaumbele vyake wanapeleka kwenye halmashauri. Kamati za halmashauri zinakaa kwa maana ya CMT, siku ya mwisho ina compile budget yote, na kwa kuwa wameshapewa ceiling, ile ceiling ndio ina guide mahitaji ambayo wao wameamua. Kwa hiyo fedha zote zinazotoka serikali kuu msingi wa matumizi yake huanzia ngazi ya chini, na hiyo ndio mfumo wa D by D ulivyo. Mwenyekiti wangu, umesikia? Kwani kabla ya kuwa diwani ulikuwa unafanya kazi gani? Hebu tuulizane kwanza. Ulikuwa unafanya kazi gani Mheshimiwa mwenyekiti? Mimi mkulima. Hapana, unanidanganya. Ulikuwa unafanya kazi gani kabla hujawa diwani? Na kipindi cha pili diwani. Kipindi cha kabla ya kipindi chote ulikuwa wapi? Mimi. Awamu ya kwanza nilikuwa ni librarian. Baadaye ndio nikaacha nikashughulika na kilimo. Wamepeana Sasa fuatilia budget. Fuatilia hizi fedha. Kuna mgogoro gani? Njoo bana, njoo tueleze hapa. Au nimewachosha niendelee na safari yangu? Mnataka nikae hapa? Haya, eleza mgogoro wa hapa. Taja jina lako na ueleze shida yako. Mimi naitwa Hussein Zuberi Saidi. Hapa kuna migogoro juu hapo. Wamewapa watu wamefyeka, alafu tena wameenda kwa nyang'anya. Ni migogoro kwenda mbele kwa mwenyekiti, sijui kwa nani. Yaani hapo watu wanalia. Kuna watu hapa walikuwa watakawaje Dodoma. Waziri wa ardhi. Hapo juu ni migogoro mitupu. Kuna nini sasa hapo juu? Hapo juu? Walishawapa watu, wengine wamejenga nyumba, wengine wasijui wataka jenge nini, hatuelewi. Yaani unaambiwa watu wapo muondoke na watu walishajenga na nyumba. Kwa hiyo kuna watu walijenga, alafu tena wanaambiwa waondoke. Mwenyekiti, haya tueleze bana. Pamoja na mkurugenzi. Mheshimiwa Rais, migogoro hiyo mingi imeshatatuliwa, na mara ya mwisho ziara ya waziri wa ardhi alifika hapa na kutoa uamuzi. Wale waliokuwa na viwanja vile halmashauri imewarudishia ili kusudi waendelee na taratibu nyingine. Kwani viwanja vile vilitolewa na nani? Vile viwanja vilipimwa
baada ya kupimwa. Vilipimwa na nani? Na halmashauri. Wakapewa watu, si ndio? Yaani vilipimwa ili kwa mania ya kuuza, ili badala yake ikabidi ni kwamba twende taratibu mzee. Vilipimwa viwanja na halmashauri. Naam. Na wapima ardhi wanaotokana na halmashauri ya wilaya. Sahihi kabisa. Ambao wako chini ya mkurugenzi wa wilaya. Wakagawiwa watu viwanja. Wakaanza kuvijenga. Halafu baadaye wakanyang'anywa, si ndio? Naomba mkurugenzi asaidie hili. Haya, mkurugenzi saidia mwenyekiti wako. Mheshimiwa Rais, wakati tunaingia hapa 2016 tulikuta migogoro hii ipo, migogoro ya muda mrefu. Mheshimiwa Rais, mlipoingia na nani? Mimi nilipoteuliwa kuja hapa niliyakuta 2016. Tatizo lilotokea, halmashauri huko nyuma ilitoa eneo kubwa tu la wananchi, lakini kwa ahadi kuwa baada ya kuuza haya maeneo watafidiwa. Kwa hiyo maeneo yalitwaliwa bila fidia. Baada ya hapo mimi nilipofika, nilipoona ule mgogoro, nikaona tukae chini na wananchi tumie busara. Kwa halmashauri imetoa eneo, lakini bado wananchi hajalipa fidia. Na pia baada ya kuona pana matatizo, mkoa aliyepita Mheshimiwa Kone aliweka zuio pale. Baada ya kuweka zuio, huwa hamna chochote kilichokuwa kinaendelea baada ya vurugu hizo. Mimi nilipofika nikasema tukae chini tuzungumze na wananchi. Tulizungumza na wananchi. Mheshimiwa Rais, zungumza tu. Mimi nakusikiliza. Ukazungumza na wananchi Mheshimiwa Rais, baada ya hapo tulichoona kwa maeneo yaliyouzwa ambayo tayari yana hati, tuliona tuweke fidia, hatuwezi kurudisha tena wananchi. Kulikuwa na maeneo ambayo tayari wameshauza, wameshajenga watu na yana hati. Yale ambayo yalikuwa hayana hati, Mheshimiwa Rais, tuliamua kurudisha wananchi. Kwa hiyo migogoro ya namna hii ipo hivi, na ile tulifanya uthamini tayari tumeshafanya uthamini na sasa tunaanza kulipa fidia, Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tangu 2016 bado hamjalipa fidia. Katika fidia ilikuwa ni kubwa sana, milioni 900. Na mpaka sasa tumelipa kwa kupata ndani. Sasa nini, kwa nini hamkuachia wale wananchi wakaendelea kukaa pale na ninyi mkatafuta eneo lingine? Mheshimiwa Rais, tatizo lilikuwepo, wenzetu wa nyuma walikosea. Walishatoa hati wakajenga nyumba, watu wamejenga nyumba wale hapa kwanza. Kwa hiyo inakuwa ngumu sasa kurudisha wananchi wa asili pale, kwa sababu tayari pana majumba, pana hati zimetolewa ziko pale, Mheshimiwa Rais. Sasa kama walikosea wa nyuma na madaraka yako pale pale, mkurugenzi na nini, mimi kwa mfano kama walionitangulia walikosea na mimi naendelea kufanya makosa, Mheshimiwa Rais, tayari kwa wale ambao maeneo yao hayakuwa na hati, yalikuwa na ofa, nimefuta zile ofa na kurudishia wananchi. Lakini yale yenye hati nilichofanya ni kufanya uthamini na kuanza kufidia, Mheshimiwa Rais. Ndio maana nauliza, hayo yenye hati unayafidia na watu wana hati, wewe unataka ufidie ili upafanyeje? Mheshimiwa Rais, nafidia kwa sababu wale waliojenga pale na wenye hati na wenye nyumba sio wale wamiliki asili. Kwa hiyo ile fidia inaenda kwa wale wamiliki asili ambao halmashauri ilitoa eneo lao na kwa wengine. Walikuwa wangapi wamiliki wa asili? Wewe uliona kuuliza mkurugenzi. Mheshimiwa Rais, karibu alikuwa 99. Kwa hiyo hao 99 tangu 2016 mpaka leo 2021 mmeshindwa kuwafidia. Mheshimiwa Rais, process ilikuwa ndefu, tukaanza kufanya uthamini, tukapeleka mthamini mkuu. Kwa hiyo process ndefu itafika mpaka lini? Mheshimiwa Rais, tumeanza kufidia kwa mapato ya ndani. Umeshafidia wangapi? Nimefidia mpaka sasa hivi watu 22. Kwa hiyo bado 80 karibu. Ndio, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hebu nisaidie hili. Na rasi yupo. Mheshimiwa Rais, swala hili ni hawa watendaji wa halmashauri wa sasa. Hawa watendaji wa halmashauri wa sasa wamelipokea kutoka kwa watendaji wa halmashauri wa wakati ule, ndio waliolishughulikia swala hili. Kwa hiyo swala hili litakamilika na lazima wananchi wote watafidiwa inavyotakiwa. Lakini swala hili pia lilishaenda mpaka TAMISEMI. Kwa hiyo tuko TAMISEMI pamoja na halmashauri na uongozi wote ili tuone nini hasa ambacho
kinatakiwa kufanywa kwa wananchi hao, lakini haki lazima itatendeka kwa mujibu wa taratibu zote na kwa mujibu ya yale yote yanatakiwa kufanyika kwa ajili ya wananchi hao. Wapo wananchi walionyang'anywa eneo lao huko hapa, mlikuwa mmejenga alafu mkaambiwa muondoke. Wewe umejenga na umeambiwa uondoke na viwanja vilipimwa. Wewe wamejenga na mnara kwenye kiwanja chako. Hebu njoo sokea hapa, njoo tu. Manyoni oye! Manyoni oye! Hebu zungumzeni, naona hapa kuna kero nyingi Haya. Hapa Mheshimiwa Rais, na sikitika kwa wilaya Manyoni kuto kututendea haki, hasa Wizara ya Ardhi. Wizara ya Ardhi wanakuwa na ukiritimba, kila unapokwenda kudai haki yako inakuwa ni utata wa kweli. Haki tunazo, hati tumepewa, lakini unaambia kiwanja amejenga Joni. Hii inakuja kuwa shida. Yaani Joni mimi Magufuli? Umejenga, mimi Adamu na nyimwa. Nimejenga hapo kwenye mnara? Ndio. Mfanyakazi wa serikali. Jamani tuelewane kwanza. Mimi nina kiwanja hapa. Wewe hauna, ila wajina mwenzio. Sasa kiwanja kile ni cha marehemu baba yangu. Na mama yangu alikuwa anakaa pale, ana miaka takriban 90. Kanyang'anywa kiwanja kile, kajengwa mnara. Nikamwambia kwa nini mnyang'anyi mama yangu? Kwanza wamemrubuni, wakachukua hati ya kile kiwanja, wakaambia mama ninakubadilisha kiwanja. Hati walipochukua wakaiziwia. Kipindi cha uongozi alikuwa hapa mkoa, alikuwa Fatma Taufiki. Mgogoro ule ulileta shida. Wakaja wamechukua kiwanja kile pale, na bado wameninyang'anya viwanja vingine 5 viko kule, nimefyeka mwenyewe polini. Mkurugenzi nimeenda zaidi ya mara 17 ofisini kwake. Kila nikienda njoo kesho, kila nikienda njoo kesho. Kesho mpaka lini? Viwanja vyangu hawataki kunipa. Na nilifyeka mwenyewe. Nataka leo hili tatizo leo litatuliwe. Kama kunisaidia Mheshimiwa Rais, leo nisaidie. Eneo langu nirudishiwe. Ndio hayo tu Mheshimiwa. Mkurugenzi amekuja mara 17. Mbona hujatatua tatizo lake? Mheshimiwa Rais, leo mkweli huyu bwana alikuja na afisa ardhi. Yuko njoo. Ofisa ardhi njoo, umemilikishwa pale kwenye mnara. Njoo ofisa ardhi. Yuko wapi ofisa ardhi? Ndio Mheshimiwa Rais, nakusikiliza. Umeitwa na mkurugenzi wako. Mheshimiwa Rais, kuhusu mgogoro wa huyu, ni kweli sisi tulilikuta mwaka 2018 wakati mimi nimehamishwa hapa, lakini alipokuja ofisini alisema kwamba eneo lake amepewa mtu mwingine. Lakini tulipoenda site kuangalia, ni kweli eneo lake ambalo alipewa kama mmiliki wa asili lipo kwenye mkondo wa maji, kitu ambacho kujenga haiwezekani. Lakini tukajaribu kuchunguza ule uliokuwa amepewa mwanzo. Mkondo wa maji wa kwenda wapi? Ilikuwa ni mkondo wa maji, kwa sababu maji. Sasa kama ametaka yeye kujenga kwenye mkondo wa maji, wewe linakuhusu nini? Sasa Mheshimiwa Rais, yeye anasema alikuwa ni simwacha ajenge kwenye mkondo wa maji. Maji anataka labda aogelee au anataka afuge samaki humo. Wewe linakuhusu nini na mlimpa kwenye mkondo wa maji? Mheshimiwa Rais alikataa kupewa ile eneo kwa sababu inaonekana yeye hana uwezo wa kujenga kwenye mkondo wa maji, huyu mmiliki wa asili. Lakini bahati nzuri tukafanya mawasiliano na mtu wa pili. Anasema amefyeka. Ni kweli. Hilo eneo ambalo amefyeka lilishammilikishwa, ambapo natakuwa tumuite mtu wa pili ambaye naye anasema. Kwa nini mnamilikisha watu wawili watatu kwenye kiwanja kimoja? Hapana Mheshimiwa Rais, ni viwanja viwili tofauti. Wewe hata una viwanja viwili tofauti vinavyozunguka. Kwenye
kwenye eneo lilokuwa zuri, wameenda kutoka kwenye bolbiti ya shimo walikuwa wanachimba udongo wakati wanatengeneza lami ya Itigi. Hata mimi naweza kujenga kwenye shimo. Eneo langu zuri wamempa mtu mwingine. Eneo lile baya ndio nimepewa mimi. Kwa nini wasimpe yule tajiri kwenye shimo? Ati kwa nini mlimtoa kwenye eneo lake zuri mkampa kwenye shimo tajiri mkampa eneo zuri? Mheshimiwa Rais, bado hili swala lake halijafika mwisho kwa sababu yule mtu wa pili naye ambaye Mheshimiwa Rais, yule mtu wa pili ambaye naye atakiwa aje aidhinishe atuidhibitishie kwamba naye ni mmiliki wa asili wa lile eneo bado hajaja. Kwa hiyo process ya kumhamisha huyu kumpeleka eneo zuri bado halijafikia mwafaka. Mheshimiwa Rais, litafikia mwafaka lini? Wewe umekuja mwaka gani hapa? 2018 mwezi wa pili. Kwa hiyo 2018, 19, 20, leo 21, mwafaka hujapatikana tu kwa huyo mtu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunataka tutende haki baina ya wote wawili. Manyoni oye! Nimeona hapa kuna tatizo kubwa. Sasa kwa vile uongozi wa mkoa upo, uongozi wa wilaya upo, ameshazungumza mwenyekiti wako, mimi siko kwenye mkutano wa hadhara wa madiwani. Ulitakiwa uwahi mapema nilipokuwa nikiita hapa. Sasa kwa sababu ulikuwa unakunywa chai na mke wako, mwenyekiti wako amekuwakilisha. Nafikiri hapa kuna tatizo kubwa katika masuala ya ardhi. Na kwa sababu kuna matatizo makubwa yanatakiwa yatatuliwe vizuri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa huko hapa, mkuu wa wilaya upo, mkurugenzi. Nataka swala la ardhi lipate ufumbuzi. Wale wananchi ambao walikuwa kwenye maeneo yao, kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 na kwa mujibu wa sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 99 na kwa mujibu wa sheria ya mipango miji na matumizi bora ya ardhi ya mwaka 2007 na kwa mujibu wa sheria hiyo hiyo namba 4 na namba 5 ya mwaka 99 kifungu namba 3G kinazungumzia juu ya umuhimu wa kulipa fidia unapochukua ardhi ya mtu. Mlichukua ardhi za watu, hamkulipa fidia. Wafanyakazi waliokuwa wanafanya hiyo kitu ni wa Wizara ya Ardhi kupitia halmashauri ya Manyoni. Lakini la pili, mkatoa vibali vya viwanja, watu mkawapa ofa kwa sababu mlipima. Zile ofa zinalipiwa na inawezekana wanaendelea kulipa kila mwaka kwa ajili ya maeneo hayo. Wale wote mliowapa ofa waendelee kuendeleza maeneo yao hayo waliokuwa wamepewa, wala msiwafukuze. Wale wanaodai fidia mtafute kutoka kwenye sosi zenu zingine, muwalipe fidia. Hamuwezi mgogoro ukatengenezwa kwa watu kutokulipwa fidia kwa mujibu wa sheria namba 4 na namba 5 ya mwaka 99 kifungu namba 3G. Halafu mkaja mkatengeneza mgogoro mwingine wa pili kwa watu waliopewa ofa na mmewapa ofa ninyi wenyewe, na wengine wakajenga na wanaendelea kulipia viwanja vyao. Kosa liwe limefanywa na babu zenu, nyanya zenu, kosa ni hilo hilo. Ni kama dhambi ya asili. Kwa hiyo ninyi mkatatue migogoro yote miwili. Wale waliokuwa na maeneo ya asili yao ambao mliwanyang'anya, hakikisheni mnawalipa fidia. Tena ndani ya miezi 6 muwe mmeshamaliza kuwalipa fidia. Wale waliokuwa na viwanja ambavyo mliwapa ninyi kwa kusaini ninyi na kutoa ofa ninyi, muache waendeleze maeneo yao. Wala msije mkatoa double allocation. Hilo ndio mnatakiwa kusimamia, na hiyo ndio iwe misingi ya sheria, na hiyo ndio iwe misingi ya utawala bora. Swala la ardhi saa nyingine lina changamoto kubwa mnaposhindwa kulisimamia ninyi watendaji. Lakini za nyingine kuna rushwa. Unakuta mtu kwa sababu anahitaji mahali fulani, aliyepewa mara ya kwanza ananyang'anywa, anapelekwa mtu mwenye pesa. Msifanye hivyo. Na nataka Mheshimiwa Rasi, Lasi, DC, mkurugenzi na wewe mwenyekiti pamoja na kamati yako ya madiwani mlisimamie hili.
kwa ajili ya kutenda haki kwa wananchi wote. Na ninakuona mwenyekiti, huna information nyingi. Watakudanganya hawa watendaji. Unatakiwa uwe na information za kutosha pamoja na madiwani wako. Sihitaji madiwani wakuwa wasindikizaji kwenye full council. Sihitaji madiwani wanaodanganywa na watendaji. Mkurugenzi anapokuwa mkurugenzi halafu akawa na madiwani ambao ni ma yes man, inakuwa ni tatizo sana maendeleo katika wilaya hiyo. Ninawaomba madiwani mliochaguliwa, na najua wengi ni wa CCM, mkasimamie sera ya Chama cha Mapinduzi. Mkaangalie kila pesa inatumika wapi ili iweze kuleta impact kwa wananchi hawa. Wananchi wa Manyoni ninaona wanabadilika. Majengo mazuri yanajengwa, panapendeza. Watu wanajishughulisha. Sasa wanahitaji kupata support kutoka kwenye uongozi wa wilaya, ndani ya serikali, na uongozi wa halmashauri. Maana yake wewe mwenyekiti wa halmashauri lazima uyasimamie haya. Ndugu zangu wa Manyoni, nimepita sehemu nyingi na bahati nzuri nimepita kwa gari. Maeneo mengine wamelima sana. Nilipokaribia Manyoni, kilimo bado hakijapamba moto. Wengine ndio wanaanza kupanda mipunga. Mvua zimenyesha, mvua hazisubiri. Najua kuna watani zangu hapa Wagogo wengi, na Wagogo kawaida yao huwa ni wavivu. Ninasema ukweli, watani zangu Wagogo, hata dereva wangu ni Mgogo, huwa namueleza, hebu simama, kama sio wewe Mgogo, hebu tokeza kichwa hapo Mgogo. Yuko wapi dereva wangu? Huyu hapa ni Mgogo. Kwa hiyo ninawaeleza, mvua zinaponyesha tulime. Ninaifahamu sana Manyoni kwa sababu barabara la Manyoni ilikuwa inapita kule. Wakati tunajenga hii barabara nikaona tutabomoa nyumba nyingi za wa Manyoni. Na watani zangu mule, inawezekana hata tungebomoa fisi zikakosa mahali pa kulala. Tukaamua tutengeneze barabara lingine hapa ili tusiwasumbue watani zangu wa kule juu. Tukatengeneza hili barabara. Tulipotengeneza mkaanza kuniomba kule lami. Tukawawekea lami. Tulipomaliza kutengeneza wengine wakasogea karibu na barabara. Tukabomoa nyumba zao. Mnanielewa? Lakini sasa najua tumeelewana vizuri. Kwa hiyo matatizo haya madogo madogo yanayojitokeza tuyatatue. Na mimi niwaombe viongozi wa mkoa wa Singida, viongozi wa wilaya ya Manyoni, na viongozi wenzangu wengine katika maeneo mbalimbali Tanzania, tuwe wepesi kusikiliza shida za wananchi tunaowaongoza na kutatua shida zao. Hakuna sababu ya mtu kama huyu anaenda kwa mkurugenzi mara 17 na mkurugenzi amekiri. Ulitaka aende mara ngapi? Mara 17. Leo anakuja. Hata kama angekuwa anatafuta mshikaji angekuwa ameshakubali mwanamke huyo. Mara 17. Wewe huelewi tu kwamba ana shida. Mara 17. Sasa nataka kesho Jumatatu uende tena mara ya 18 na usiende tena na akatatue tatizo lake. Sawa bana? Na lile eneo liliochukuliwa la Mnara likazurumiwa wananchi waliokuwepo hapo, akapewa mwenyekiti mfanyakazi wa ardhi, si ndio? Na hati yake akakaa nayo. Ni nani aliyopewa? Wewe. Yuko hapo huyo Msafiri. Sasa lile eneo hilo linarudi kwa wenye eneo. Kwa hiyo hiyo hati ya huyo Msafiri asafiri salama aliko, ibadilishe, irudishe kwenye wenye eneo hilo, wale wazazi wake wa miaka 90, ili kusudi aliyepanga pale ambaye ni Voda au Tigo Voda au anamlipa mwenye eneo hilo, wala asimlipe mtu mwingine. Mimi nafahamu minara hii inapojengwa mwenye eneo lile analipwa pesa kwa sababu huyo ni mpangaji.
Kwa hiyo mwenye eneo hilo la asili ndiye atakuwa analipwa. Msafiri hati yake ifute, ili akatafute eneo ambalo si la watu wanyonge. Sisi wenye madaraka tujifunze kuwatendea haki wanyonge. Ni dhambi kubwa sana kumdhulumu mama wa miaka 90, halafu kachukua eneo lake, halafu kawaweka Vodacom wajenge pale. Nataka siku ya pili nitakapopita hapa nikute hiyo hati imeshabadilishwa. Umenielewa mkurugenzi? Umenielewa wewe wa ardhi? Wewe ni wa wilaya, si ndio? Anza kufanya process ya kufuta hiyo hati, halafu arudishiwe yule mama. Anaitwa nani mama yako, kusudi na wewe usimdhulumu? Elizabeth Msalali. Ana umri gani? Ana miaka 90. Huyo ndiye anapewa hiyo hati. Elizabeth oye! Elizabeth oye! Alafu Vodacom wakafanya mkataba na Elizabeth Salali, huyo ndio watakuwa wanamlipa pesa, wala sio msafiri. Msafiri asafiri salama. Manyoni oye! Sasa ninawaomba viongozi